الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد بر المهيمن مبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم وعلى آله والصحب والأتباع قاطبا ما لحى نجم وما الشمس الضحى طلعت وعد الأنفاس ما في الكون من نسم وبعد. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada na rehma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ndugu zangu katika imani, hapana budi kwanza kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa sisi wachache katika wengi ambao Allah tabaraka wa taala ametuwezesha kufika katika nyumba hii tukufu kwa lengo la kutekeleza lile ambalo alitakalo Allah tabaraka wa taala. Basi jambo la kwanza tunatakiwa tufanye, tumshukuru Allah tabaraka wa taala. Kwa uchache wa shukurani ni kusema alhamdulillah, lakini ukamilifu wake shukurani ni kuishi katika kuyatekeleza yale ambayo ayatakayo Allah tabaraka wa taala na kukatazika na yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametukataza. Ndio ukamilifu wa shukurani. Awalan usikum wa nafsi bitaqwa Allahi wa ta'a. Jambo la kwanza, natumia fursa ya kuwahusieni ndugu zangu katika imani sambamba na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, ili tuweze kuyafikia mafanikio katika maisha ya ulimwengu na maisha ya akhera. Basi tuishi katika hali ya kumcha Allah tabaraka wa taala, lakini tukienda kinyume na hivyo hatutaweza kuyapata mafanikio katika maisha ya dunia wala maisha ya akhera. Maisha ya duniani yanapatikana mafanikio pale watu tutakapofungamana na kumcha Allah tabaraka wa taala, mambo yetu yatakwenda vizuri hapa duniani na akhera. Kwa hiyo tujitahidi katika kumcha Allah tabaraka wa taala ili tuweze kufanikiwa katika maisha ya dunia na maisha ya kudumu barzakh, maisha ambayo yanatengenezwa kwa matendo yetu mazuri tunayoyatenda hapa duniani, ndio tunatengeneza huko akhera tukaishi vizuri. Lakini tukiwa mbali na kumcha Allah hapa duniani, basi huko tutakuwa tuna maisha mabaya na maisha magumu kabisa. Tena tutoe juhudi katika kuyapania ili tuishi vizuri katika maisha ya akhera kama tunavyopania katika maisha ya duniani tuishi vizuri. Kila mmoja anapambana apambaukiwapo na asubuhi mpaka jioni, ili mradi hapa duniani atoboe aishi maisha mazuri. Lakini usikomee, usitosheke na kuishi vizuri katika maisha ya dunia. Ni maisha ambayo ni mafupi, huko tutaenda kuishi milele na milele. Basi jitahidi pia kumcha Allah tabaraka wa taala ili ukaishi vizuri mbele za Allah. Unwanun khutbatuna alyawm, ama anwani ya khutba yetu ya leo, tutaishi na maneno machache yanayopatikana katika kitabu cha Tabaraka dhil ula, pale msemaji aliposema tadabbal jara fiha bifikr wa in nazala alqada fatrukin basar fa inna arrahiluna ghadan lisafar wa tansana alahibbatun ba'dan ashir wa qad sirna idhaman baliyat. Maneno haya akiyasema msemaji anasema tadabbal jara fiha bifikr, yazingatie yapitayo ulimwenguni kwa fikra zilizokuwa mzuri. Tadabbal jara fiha bifikr,
yazingatie yapitayo ulimwenguni kwa fikra zilizokuwa mzuri. Wa in nazala alqada fatrukin basari, hukumu ikitelemka inamisha kichwa chini kwa fikira zilizokuwa mzuri kabisa. Ukitazama katika ulimwengu yamepita mengi, yanatosha tubebe kuwa na mazingatio makubwa kupitia haya yaliyopita katika ulimwengu. Ulikuwa na rafiki yako mnaagana, tutakutana baadaye, lakini ikifika ile baada yenyewe unapewa tangazo kuwa yeye tayari ameshatangulia mbele za haki. Wa in nazala alqada fatrukin basar, hukumu ikitelemka inamisha kichwa chini kwa fikira zilizokuwa mzuri. Mtu ametoka zake kazini na vipanseli vyake amebeba kwa niaba ya zawadi kwa familia yake, lakini hata nyumbani kwake hakufika, umauti umemkuta njiani. Wa in nazala alqada fatrukin basar, hukumu ikitelemka inamisha kichwa chini kwa fikira zilizokuwa mzuri. Amesafiri, limepita usafiri labda daladala na vinginevyo, amepanda katika daladala anaelekea zake kazini, kazini hakufika, unaletewa taarifa kuwa yule bwana aliyopanda daladala hapa anakwenda zake kazini, tayari imeshatangulia mbele za haki. Wa in nazala alqada fatrukil basar, hukumu ikitelemka inamisha kichwa chini kwa fikira zilizokuwa mzuri. Ikiwa huyu alikuwa anakwenda kazini hakufika, ameondoka. Ikiwa huyu alikuwa anarudi zake kazini na zawadi zake kwa niaba ya familia yake, hata nyumbani kwake yeye hakufika, tayari ameondoka. Yawaje mimi na wewe? Nitakuwaje mimi hali yangu na wewe ukiwa umejiwekea malengo mengi katika maisha ya ulimwengu, na ukitazama na wenzi wako mbalimbali walikuwa wanajadili na wana malengo makubwa katika maisha ya ulimwengu, lakini hawakuwahi kuyakamilisha, wakaondoka katika maisha ya ulimwengu. Wa in nazala alqada fatrukin basari, hukumu ikitelemka inamisha kichwa chini kwa fikira zilizokuwa mzuri, ili uweze kujitafakari muda wowote, wakati wowote. Utatoweka katika maisha ya ulimwengu, utaenda katika maisha ya akhera, na hakuna kitakachokusaidia huko isipokuwa matendo yako mazuri uliyoyatenda hapa duniani. Tadabbal jara fiha bifikri, yazingatieni yapitayo ulimwenguni kwa fikira iliyokuwa mzuri. Tukitazama hata maradhi haya ya mlipuko yamemaliza maelfu ya watu, mamia ya watu, mamilioni ya watu. Tayari panatutaka hapa tupate mazingatio yaliyokuwa mazuri. Ukitazama maradhi ya ukimwi yameondoka na maelfu ya watu, alafu watu tukafanya kana kwamba vile tunashindana na Mungu, sema ili unusulike na maradhi ya ukimwi watu watumie kondo. Lakini tazama Allah alivyokuwa waajabu, nyinyi mnataka mushindane na mimi, akatelemsha maradhi mengineyo. Bora umemalizika watu hayo, hata kama utavaa overall, lakini maradhi labda uvae kondomo ya overall, maradhi ambayo yamemaliza maelfu ya watu. Wa in nazala alqadha fatrukil basari, umumote tunatakiwa sisi tuwe na mazingatio yaliyokuwa mazuri kabisa. Tukitazama hata maradhi ya corona, watu tulikuwa tunaswali msikitini kwa kuachiana misikitini, kwa kuachiana nafasi. Sote hali hizi zote zinanitaka mimi na wewe kuchukua mazingatio yaliyokuwa mazuri. Imemaliza maelfu ya watu. Akaendelea msemaji akasema, fa inna rahiluna, hakika wenye kuhama muda si mrefu ni wenye kusafiri kutoka katika maisha ya ulimwengu kwenda katika maisha ya akhera. Fa inna rahiluna ghadan li safar, hakika wenye kuhama muda si mrefu ni wenye kusafiri kutoka katika maisha ya ulimwengu kwenda maisha ya akhera. Watansana alahibbatun ba'da ashiri, watatusau vipenzi baada ya kule kufungamana nao. Baada ya kutoweka katika maisha ya ulimwengu, wale watu wako uliokuwa unaishi nao vizuri, mke wako, watoto wako na familia yako, basi watakusau baada ya kule kufungamana nao vizuri. Ulikuwa unapambana mashariki na magharibi ili familia yako ishi vizuri,
ulikuwa unapambana ili mke wako aishi maisha yaliyokuwa mazuri, lakini baada ya kutoweka kwako kinachopatikana ni kusaulika kwa wao. Watansana alahibbatun ba'da al-ashri, watatusahau vipenzi baada ya kule kufungamana nao. Waqad sirna idhaman baliyati, na tutakuwa mifupa iliyooza kabisa. Waqad sirna, hakika tumekuwa mifupa iliyooza, na wao wamepoteza kumbukumbu na sisi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, maisha ya ulimwengu si maisha ya kudumu. Sote yanatutaka kila upamba ukiwapo na subhi kujitahidi kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu muda wowote, wakati wowote utaondoka katika maisha ya akhera. Na matukio haya makubwa yanayopita katika ulimwengu yananitaka mimi na wewe tuchukue mazingatio yaliyokuwa mazuri. Fa'tabiru ya ulil albabi, zingatieni enyi wenye akili zilizokuwa sawa sawa, enyi wenye akili supa, enyi wenye akili zilizokuwa mzuri, zingatieni haya yanayopita katika ulimwengu. Yanatutaka tuyachukulie mazingatio mazuri kabisa na kufanya maandalizi yaliyokuwa mazuri. Muda wowote, wakati wowote tutatoka katika maisha ya ulimwengu, tutakwenda katika maisha ya barzakhu. Hakuna kitakachokusaidia huko isipokuwa matendo yako uliyoyatenda hapa duniani. Hakuna kitakachokunufaisha isipokuwa zile amali zako za kheri ulizozitenda hapa duniani, ndizo zitakazokunufaisha mbele za Allah tabaraka wa taala. Ukiwa haukutenda matendo mazuri, maisha yako yote ukayamaliza mpaka unaingizwa kabrini katika hali ya kumwasi Allah tabaraka wa taala, fahamu ya kwamba mafikio yako yatakuwa mabaya mbele za Allah. Al-Imam Shafi'i rahimahullah, yeye akasema al-uqalaul arba, watu wenye akili ni wale ambao wenye sifa nne. Kwa hiyo ni jukumu langu mimi na wewe kufikiria katika hawa wenye akili ambao al-Imam Shafi'i rahimahullah aliyowasema, mimi na wewe tumo. Manaki tukiwa hatumo humo, basi tufahamu ya kwamba sisi akili hatuna, na akili si kama wanavyoelewa wengine, labda kutengeneza majumba mazuri ndo ana akili. Ana akili, umepambana umejenga, hizo ndo akili peke yake. Bado al-uqalaul arba, wenye akili wale ambao aliowaeleza al-Imam Shafi'i rahimahullah, man taraka dunya qabla an tatrukahu, yule mwenye kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha. Yani yeye akatangulia kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha. Na wengi hapa wameelewa vibaya katika kuiacha dunia. Yani kuiacha dunia kama vile mtu anatembea na maguo mabovu mabovu kavaa, amevaa shati mgongo unaonekana, sema au bwana ameacha dunia kweli kweli. Au umevaa suruali mbili lakini akiinama makalio yanaonekana, sema au bwana ameacha dunia kweli. Kuiacha dunia pamoja na mali au uwezo uliokuwa nao, lakini haukushughulishi kuacha kutekeleza yale ambayo ayatakayo Allah tabaraka wa taala. Huko ndo kuiacha dunia. Si kama kuiacha dunia kuna kutaka wewe unakula vyakula visivyokuwa vizuri. Kula vizuri, lala katika nyumba iliyokuwa mzuri, nunua gari iliyokuwa mzuri, lakini pamoja na hivyo vyote ulivyokuwa navyo havikushughulishi kuacha kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu leo watu wanapokuwa na mali, sasa hivi na mali, anajishughulisha na mali zake, anaacha kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa kujitia ubizi. Mimi niko bizi. Anaacha kutekeleza kusaidia masala ya khairati mbalimbali, kujitolea yeye mmoja, sema hapana niko bizi, misaada hiyo sina. Anahangaika na ulimwengu, kulewa na starehe mbalimbali. Ukiuliza kwa sababu gani? Ana mali. Sasa kuwa na mali haukatazwi kuwa na mali, lakini hizo mali ulizokuwa nazo, uwezo uliokuwa nao, lakini haukushughulishi ukaacha kumwabudu Allah tabaraka wa taala, huko ndo kuiacha dunia. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuiacha dunia kabla dunia yenyewe haijakuacha. Na wengi leo tunasubilia mpaka dunia ituache ndo tukumbuke kumcha Allah tabaraka wa taala. Hapo uliko uko barabara, uko kijana, basi tumia fursa yako hiyo kumcha Allah tabaraka wa taala, japokuwa na ujana uliokuwa nao, uzuri uliokuwa nao, lakini haukuziwii ujana wako na uzuri wako
kuacha kutekeleza yale ambayo ayatakayo Allah tabaraka wa taala. Ujana unao, lakini ujana wako unaumaliza katika kutenda matendo yaliyokuwa mazuri, na ukimaliza katika hali hiyo, basi wewe ndio utakuwa umeumaliza ujana wako mpaka unaingia kabulini katika hali zilizokuwa mzuri, na hapo ndo unaonekana wewe umeiacha dunia. Si dunia kuiacha dunia kuvaa nguo mbovu mbovu. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidini kuiacha dunia kabla ya dunia sisi haijatuacha. Leo mtu kashafanya matendo mengi sana katika ulimwengu, imefikia hatua hata akienda katika jobless za vijana wanainuka wanamkimbia. Nasema hapa sasa kuwa ameshaachwa na kila kitu, ndo anakimbilia kurudi msikitini kuja kumcha Allah. Kwa hiyo fursa uliyokuwa nayo hapo hapo mche Allah tabaraka wa taala. Mtu utamwona anavaa suruali kila leo anapunguza kiuno, kila leo, nisemee shekhi wangu, kila leo anapunguza kiuno mpaka mifuko ya nyuma ile inaungana kabisa. Ukimuuliza bwana vipi, asema dunia tayari umeshapigwa chini, dunia imeshampiga chini. Kwa hiyo usisubilie mpaka ikufike hatua hiyo, wewe jishughulishe kumcha Allah pamoja na uzuri uliokuwa nao, huko ndo kuiacha dunia. Man taraka dunya qabla an tatrukahu. Lakini jambo la pili akasema, man bana qabrahu qabla an yudkhilahu, yule mwenye kulijenga kaburi lake kabla ya kuingizwa, yani bado hajaingizwa katika kaburi lake, lakini yeye anafanya matendo mazuri kwa ajili ya kaburi lake, kwa sababu kaburi ni shimo katika mashimo ya motoni, lakini kaburi pia ni viwanja katika viwanja vya peponi. Ukifanya matendo yaliyokuwa mazuri mpaka unatoweka katika maisha ya ulimwengu, basi kaburi lako litakuwa viwanja katika viwanja vya peponi. Na ukifanya matendo maovu ukang'ang'ana katika maovu yako mpaka unaondoka katika maisha ya ulimwengu, bado uko katika maovu tu, basi kaburi lako litakuwa shimo katika mashimo ya motoni. Kwa hiyo jishughulisha kulitengeneza kaburi lako kwa matendo yaliyokuwa mazuri. Jishughulisha kulitengeneza kaburi lako kwa amali zilizokuwa mzuri. Yani kaburi halitengenezwi hivi tunavyoona leo, labda limetiwa malumalu, limetengenezwa na matofali zuri kabisa, alafu watu wanakaa wanasema kaburi lake bwana, utalipenda tu zuri, takuwa yuko katika hali mzuri. Unaweza ukaliona kaburi nje yake ni zuri, lakini ndani yake huyo aliyokuwa ndani ya habari zake ni mzito mbele za Allah. Kwa hiyo kaburi halitengenezwi kwa kutiwa malumalu. Kaburi linatengenezwa kwa matendo yaliyokuwa mazuri unayoyatenda, ndo unatengeneza kaburi lako. Hata kama litakuwa halina malumalu, hata kama litakuwa halina ushahidi, asema leo inaweza familia ikamtenga mtu kwa sababu hajatoa mchango wa kutengeneza kaburi. Huyu hatufai, anashindwa hata kutoa mchango wa kutengeneza kaburi. Hivi tunafikiria kule kutengeneza kaburi ndio kutanufaisha aliyokuwa ndani ya kaburi? Manake hakutanufaisha. Hata kama tutaweka malumalu tukaweka na nyumba juu yake, lakini muda wa kuwa yeye ni matendo yake yalikuwa maovu, ameyamaliza maisha yake katika matendo maovu, bado hali yake itakuwa ni ngumu mbele za Allah. Kwa hiyo litengeneze kaburi lako kwa kufanya matendo yaliyokuwa mazuri kabla hujatoweka katika maisha ya ulimwengu. Simama imara kutengeneza kaburi lako kwa kumcha Allah tabaraka wa taala. La darul mar'u ba'da al-mauti yaskuniha, hakuna nyumba atakayoishi mtu baada ya kufa kwake, illa billati kana qabla al-mauti yabniha, isipokuwa nyumba ambayo kabla ya kufa kwake yeye alikuwa anaijenga. Wa in banaha bi khairin taba maskanuhu, akijenga nyumba hiyo kwa khairi yatakuwa mazuri maisha yake. Wa in banaha bi sharrin khaba baniha, na akijenga kwa shari yatakuwa mabaya, tena yatakuwa mabaya maisha yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi kufanya matendo ya khairati. Kule kufanya kwetu matendo ya khairati ndo tunatengeneza maisha yetu ya akhera. Tusipambane tena tuwe na uchungu kama tulivyokuwa nao hapa duniani wa kutengeneza nyumba iliyokuwa mzuri uishi na familia yako. Basi onyesha juhudi na uchungu mkubwa kuwa utengeneze nyumba iliyokuwa mzuri mbele za Allah. Ukitoka katika maisha ya ulimwengu hapa, ufikie katika nyumba iliyokuwa mzuri, usifikie katika adhabu. Kaburi ni shimo katika mashimo ya motoni.
lakini pia ni viwanja katika viwanja vya peponi. Akuishia hapo, akasema jambo la tatu, man salla qabla an yusalliyahu, yule ambaye alikuwa anaswali kabla ya kuswaliwa. Yeye mwenyewe alikuwa anaswali kabla ya kuswaliwa. Leo wengi wetu tunasubiria kuswaliwa mpaka siku ya kufa kwako, umebebwa na jeneza lako unaletwa msikitini. Mwingine ndo siku yake ya kwanza kuingia msikitini, yani mwili wake ndo wa kwanza kuingia msikitini, yani maiti analetwa msikitini, lakini maisha yake yote aliyamaliza katika kufanya starehe mbalimbali, mara yupo katika baa hili, mara yupo katika hali hii, lakini zote hali anazozipitia katika kumwasi Allah, na pengine watu wanamfuatilia wakimpa nasaha na kumkumbusha, asema hayo bado, mimi niache kwanza nimalizie ujana wangu. Tamaka ameondoka katika hali za kumwasi Allah tabaraka wa taala. Wangapi leo wanaondoka wakiwa baa? Ni wengi kabisa. Wanatoweka katika maisha yao ya ulimwengu hali ya kuwa wako ni sehemu ngumu sana. Tena walikuwa wana malengo, pengine baada ya kuzeeka huko ndo nitasimama mimi nifanye ibada. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hapa hapa ulipo, tumia fursa hii ya kumcha Allah tabaraka wa taala, jishughulishe kufanya ibada. Man salla qabla an yusalliyahu, mwenye akili ni yule ambaye anayeswali kabla ya kuswaliwa. Wengi tunasubiria mpaka tuswaliwe, na wengine wanaitakidi watakusanyika watu, atachinjwa ng'ombe, utapikwa wali, watu watamuombea dua peke yake, basi mambo yake yatakuwa mazuri. Lakini pengine hao watakaokusanyika wasiwe na msaada kwa koe mbele za Allah. Baada ya kusema la ilaha illa Allah hizo 70,000 mara, wakasema marehemu wanala, marehemu wanala, marehemu. Kuna nini sasa? Na si hivyo tu, wanaweza wakakusanyika watu ambao matariku sala, si wenye kuswali, na hali ya kuwa tunafahamu Mtume ameeleza tariku salati mal'unu, tariku sala ni mwenye kulaaniwa. Haya, wamekusanyika watu ambao tayari wameshalaaniwa, watakuombea dua wewe la kupata nusura mbele za Allah. Ukaacha kujishughulisha mwenyewe, ukaacha kutumia muda wako kumcha Allah tabaraka wa taala kwa kutaraji watu wakusanyike wakuombee. Ndugu zangu katika imani, tujishughulishe kufanya ibada na tusiwe na Uislamu ule ambao shekhe wangu anasema Uislamu wa nyani. Mmoja katika masiku nyani katika pita yake akapita sehemu akamuona Tausi na uzuri wake, namna anavyotanua zile mbawa zake na mkia wake. Yule nyani na yeye aliporudi kwa wenzi wake akasema, na mimi siku hizi Tausi. Akawa anawaambia wenzi wake, mimi sasa hivi ni Tausi. Wakawa wanamuuliza, wewe ni Tausi wa aina gani? Tausi wewe? Tausi mwezio mzuri, mwili wake mdogo mdogo. Asema kasoro hilo tu, lakini mimi unavyoona ni Tausi. Wewe Tausi wa aina gani? Mbona kichwa chako kikubwa? Tausi kichwa chake ni kidogo. Asema kasoro kichwa, lakini mimi ni Tausi. Aya, wewe ni Tausi wa aina gani? Tausi ana miguu minne. Mbona una miguu minne? Anasema hapo tu, lakini unavyoniona mimi ni Tausi. Sasa na sisi tusiwe na Uislamu wa aina hii. Ukiulizwa wewe ni Muislamu wa aina gani, mbona umeshamiri sana katika maasi, sema kasoro hapo tu, lakini mimi ni Muislamu. Wewe Muislamu wa aina gani, mbona umekuwa umeng'ang'ana katika zinaa na mambo mengine, asema hapo tu, lakini mimi ni Muislamu. Kwa hiyo Uislamu wetu usikomee katika majina, bali Uislamu uingie katika vitendo. Tusiwe na Uislamu wa huyu nyani aliyojifananisha na Tausi. Akiulizwa mbona Tausi mkia wake haufanani na wako, asema kasoro mkia tu basi, lakini mimi unavyoniona ni Tausi. Sasa na sisi tusiwe hivyo. Ukiulizwa mbona hauswali, mbona haufunge, sema kasoro funga tu, lakini mimi ni Muislamu. Tujitahidini ndugu zangu katika imani kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Haya maisha ya dunia yanayotughuli, hatutadumu hapa. Mapambano unayoyatoa kwa niaba ya familia yako ili iishi vizuri na ile vizuri, lakini ukitoweka wanakusahau moja kwa moja. Naona cha ajabu,
baada ya kutoweka katika maisha ya ulimwengu, pengine ulikuwa na nyumba yako mzuri, wanakutoa katika nyumba yako mzuri kule, hata kama ulifia gorofani, ulifia katika kitanda chako kizuri ambacho ulitoa thamani kubwa kukinunua ili upate raha wewe na mke wako. Una cha ajabu, baada ya kufa kwako wanaulizwa, imamu, kuna kitanda cha kamba msikitini? Kinakuja kuchukuliwa kitanda cha kamba, unakuja kulalishwa katika kitanda ambacho hakina thamani na wewe tena. Lakini sio hivyo tu, wanakutoa katika nyumba yako kabisa, wanakupeleka msikitini. Manake ile nyumba yako ya thamani uliyojenga kwa juhudi zote haina hadhi ya kukaa wewe hauna hadhi ya kukaa katika nyumba ile. Kwa maana akasema, watansana al-ahibbatun ba'da al-ashri, watatusahau vipenzi baada ya kule kufungamana nao, na baada ya kufikishwa kabulini, waqad nazala al-ahibbatun wasta al-lahadi, watatelemka katikati ya mwanandani vipenzi, wale ndugu zako wa karibu, maswahibu, wale ndo wanatelemka katikati ya mwanandani. Wakifika pale wanasema, mleteni tumweke sehemu inayostahiki yeye. Maana yake maisha ya huku tena basi, uishi katika nyumba yako huwezi ukaishi. Nyumba yako umeijenga kwa thamani, hata kukupa chumba kiwa sema tumweke chumba cha juu, labda gorofa lako tumweke kule gorofani apumzike, tokana ameijenga mwenyewe. Lakini kote huko wanakutoa. Waqad nazala al-ahibbatun wasta al-lahdi, wanatelemka katikati ya mwanandani wale vipenzi. Wakamdami jara min fawqi haddi, na mara ngapi machozi yanatililika katika mashavu, yani watu wanalia kuona kwamba wameondokewa na wale jamaa zao wa karibu, au na watu ambao walikuwa ni msaada katika maisha yao. Wa ahzanu wa shuwaqin wa faqdi, na huzuni kubwa na yale mapenzi. Kaan lam nuashiruhum biud, yani watatusau kana kwamba vile hatukuishi na wao kwa mapenzi. Pamoja na yote kutoa kwao machozi, mapenzi yao kwa kutupenda, lakini baada ya kutufikisha watatusau kana kwamba vile tulikuwa tunaishi na wao bila kupendana. Kaan lam nuashiruhum biudi, kana kwamba vile hatukuishi na wao kwa kupendana, kumbe ulikuwa unaishi nao kwa kupendana na kujaliana na kusaidiana katika hali zote. Lakini baada ya kutoweka katika maisha ya ulimwengu ndo basi tena. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, maisha ya ulimwengu si chochote, si lolote. Yatupasa tuondoke na hutuba hii tukaifanyie kazi pale tulipoanzia kusema pale, tadabbal jara fiha bifikri wa in nazala alqadha fatruk albasari fa inna arrahiluna ghadan lisafar wa tansana alahibbatun ba'da al'ashr wa qad sirna 'idhaman baliyat wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. صدق الله العلي العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفاني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو البر الكريم. ادعوا الله أنتم مقرون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada na rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika imani, hapana budi tuishi katika hali ya kuifanyia kazi hotuba hii. Tukiishi katika kuifanyia kazi, basi tutafahamu ya kwamba maisha ya ulimwengu si lolote na si chochote. Japokuwa utajikuta ni kijana na una mipango mingi sana ya kufanikiwa katika maisha ya ulimwengu. Hatukatazwi kuwa na mipango ya kutoboa katika maisha ya ulimwengu. Hatukatazwi kupambana kwa ajili ya maisha ya ulimwengu, lakini maisha yetu
yanatakiwa yaambatanishwe. Ile mipambano yako ya kutoboa katika maisha ya ulimwengu, usiache kupambana kutoboa katika maisha ya akhera. Usije ukasema mimi nitang'ang'ana msikitini peke yake kwa niaba ya kutoboa katika maisha ya akhera. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau shia yako katika dunia. Lakini pamoja na yote unapambana kwa niaba ya shia yako, basi chunga kanuni, usije ukaingia sehemu pabaya. Leo wengi wanasema mtadhulumu, mtaiba, ili mradi na mimi niwe nina maisha mazuri hapa duniani. Nitanyang'anya, nitakaba, ili mradi niwe na maisha mazuri, nijenge au niwe na kiwanja. Lakini ukitazama wengi waliojenga katika maisha ya ulimwengu, au wengi waliobarikiwa kupata viwanja katika maisha ya ulimwengu, walijikuta wameondoka kabla ya kufanya jambo lolote katika ulimwengu kuyaandaa maisha ya akhera. Kwa hiyo wewe ukiwa katika juhudi zako za kupambana ili ujenge katika maisha ya ulimwengu, ambatanisha na juhudi za kujenga katika maisha ya akhera. Unapambana ili utoboe uishi vizuri katika maisha ya ulimwengu, ambatanisha na juhudi za kutoboa katika maisha ya akhera. Huko ndo tutaishi milele, sababu hakuna siku mzito kama siku ya Kiyama. Imefikia mtu atamkimbia ndugu yake, yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum sha'nun yughni. Ni siku ambayo si ya kawaida, si ya kuichukulia simple tukisema hiyo siku mimi nishughulishi. Kwa hiyo pambana utoboe katika maisha ya ulimwengu, lakini ambatanisha na juhudi za kutoboa katika maisha ya akhera. Ukiishi katika kuambatanisha viwili hivi, hautaweza kudhulumu cha mtu wala kunyang'anya cha mtu, kwa sababu utakuwa una yakini wakati wowote, saa yoyote utatoweka katika maisha ya ulimwengu kwenda maisha mengineyo, maisha ambayo yanahitajika maandalizi hapa. Kwa hiyo zile juhudi zako za kutenda yaliyokuwa mema ndio maandalizi yako ya huko. Tujitahidi katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma arda 'anil arba'atil kiram wa hummatil islam minhum amiril mu'minin sayyidina Abu Bakr Siddiq وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا والوالدين وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وأقيموا الصلاة.